Ifuatayo ni makala fupi ya safari ya ujenzi wa kanisa la parokia ya Gezaulole. Awali ya yote, kabla ya kuanza rasmi utekelezaji wa ndoto yetu ya ujenzi wa kanisa, mwaka 2021, timu iliyoundwa na mapadri, kamati tendaji parokia, wajumbe wa kamati mbalimbali pamoja na wawakilishi wa halmashauri ya walei parokia ilifanya ziara maalum katika parokia mbalimbali za ndani na nje ya mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza na kupata uzoefu. Pichani tunaona ziara ya wanakamati katika parokia za Mivumoni na Kongoe, lakini pia wakirejea baadaye katika gari kutoka katika ziara mojawapo. Baada ya ziara hizi, kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, tuliamua kama parokia kwa umoja wetu kutumia mshauri elekezi kwa ajili ya kutusimamia ujenzi wetu, lakini pia kuchagua mkandarasi kutujengea. Dira na mipango yetu ya ujenzi pamoja na master plan vilipata idhini ya Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mwashamu Baba Askofu Jude Thaddeus Ruwaichi, pamoja na baraka za mkuu wa shirika la Konsolata ambao ni walezi wetu kama parokia. Mnamo Februari mwaka 2022, uzinduzi rasmi wa ujenzi ulifanyika na Mwashamu Askofu Mkuu aliweka jiwe la msingi na kubariki vifaa mbalimbali vya ujenzi pamoja na sampuli zinazotumika katika ujenzi, kwa mfano kokoto, mchanga na kadhalika. Mwaka 2022 pia tulifanya uzinduzi wa makusanyo ya sadaka na michango mbalimbali ya ujenzi. Kwa kutambua umuhimu wa kuandaa askari shupavu wa Kristo wa kesho, ukiacha tu ushiriki wa watu wazima na vijana, watoto walipewa nafasi ya kipekee sana. Kwanza kwa kuelimishwa kuhusu umuhimu wa kushiriki katika ujenzi, lakini pili kwa kushirikishwa katika kila hatua, ikiwa pamoja na kuanzisha siku maalum ya sadaka ya ujenzi kwa watoto inayofanyika mara moja kila mwezi. Pichani tunaona watoto wakikabidhi sampuli zilizobarikiwa na Baba Askofu kwa wakandarasi wetu. Hili likiwa ni tendo na ishara ya kiimani ya kumkabidhi Mungu Mwenyezi kusimamia usalama na ubora wa jengo la kanisa letu. Mara tu baada ya hatua hii kukamilika, maandalizi ya ujenzi wa kusafisha eneo lililokuwa likitumika kama kivuli na maegesho ya magari yalianza mara moja. Ujenzi rasmi ulianza mwaka 2023 kwa kuchimba msingi wa kanisa na kuanza ujenzi wa nguzo za jengo letu. Tunaona mafundi wakisuka nondo wakiendeleza shughuli hii takatifu. Katika mida tofauti tumepata baraka kubwa sana na kipekee ya kutembelewa na Baba Askofu wetu, akiwemo Baba Askofu Mkuu na maaskofu wasaidizi wake. Pichani tunaona Mwashamu Baba Askofu Henry Mchamungu akitembelea na kukagua eneo la ujenzi, lakini pia anafuatiwa na Mwashamu Baba Askofu Stefano Musomba ambaye alikuwa askofu mkuu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, sasa hivi ni askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Bagamoyo. Tunaona katika picha ujenzi wa msingi na jamvi vikiendelea. Ujenzi wa nguzo ulianza mwaka 2024 na tunaona nguzo zikiwa zinaandaliwa na wakandarasi wetu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kamati ya ujenzi makini inayojitoa, na pichani tunaona wakiwa na mkandarasi kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida. Mababa zetu wa kiroho wamekuwa kiungo muhimu sana katika kushirikiana na kamati tendaji na kamati ya ujenzi katika kusimamia na kufuatilia masuala mbalimbali ya ujenzi. Wamekuwa wakitumia ukaribu wao wa kuwepo katika eneo la ujenzi na makazi yao kupita mara kwa mara kufanya ukaguzi na kusimamia masuala mbalimbali. Pichani tunamwona Padre Godfrey Barasa ambaye yuko hapa leo, paroko wa kwanza wa parokia Gezaulole, aliyekuwa msimamiaji na mbeba maono ya mradi huu wa ujenzi, akishirikiana na viongozi na waamini wote. Pongezi sana kwake na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia majitoleo yake. Letu lina sehemu ya chini, lakini pia kuna sehemu ya juu, mezzanine. Baadaye tutaona katika picha. Picha hii inaonyesha maandalizi ya ujenzi wa mezzanine na shughuli nyingine za maandalizi ya ujenzi wa ngazi ili kuweza kufikia hii level ya mezzanine. Hii ni sehemu ya altare. Pia tunaona eneo la sakristia na ofisi ya paroko.
pia ngazi za kuelekea juu. Siku hii na kumbukumbu ya pekee, kwani kumpandisha Mheshimiwa Balozi juu ilihitaji wajumbe vijana wamlipie nauli kama mchango wa ujenzi wa shilingi milioni 1. Katika parokia yetu tumepata baraka kubwa sana ya kuwa na wajumbe wazoefu na wenye weledi katika masuala ya kusimamia ujenzi wa kanisa, wake kwa waume. Tunaona katika picha mojawapo ya mjumbe, Mheshimiwa Balozi Sijaona, aliyekuwa balozi wa Japan, akiwa na kamati tendaji na kamati ya ujenzi katika ukaguzi wa kawaida. Pichani tunaona viwawa wakifanya ukaguzi katika eneo la ujenzi kama sehemu yao ya kushiriki. Kwa sasa maandalizi ya mwisho yanafanyika tukijiandaa na kuwezeka. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hatua hii, kwani bila yeye hatuwezi. Pichani tunamwona Padre Paulino Sikwera, paroko msaidizi anayesaidiana na Padre Gervas Limo. Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana enyi nyote wenye mapenzi mema parokiani kwetu Gezaulole. Ndoto yetu kuu ni jengo letu la kuabudia, hekalu la Bwana, kanisa letu la parokia Gezaulole, parokia iliyoko pwani ya kusini ya mkoa wa Dar es Salaam, likamilike, tuanze kuabudu ndani ya kanisa kwa staha, kwa utulivu. Mvua na jua sasa basi. Ndugu jamaa na marafiki zetu wapendwa sana, kiu yetu, ndoto yetu na matamanio yetu makuu ni kwamba ikifika mwaka 2026, kwa baraka za Mwenyezi Mungu, kwa kuendelea kujitoa sisi wenyewe kama parokia, lakini kipekee sana kwa kupitia majitoleo yenu ninyi ndugu jamaa na marafiki wapendwa sana mlioweza kuhudhuria siku hii ya leo, na wale ambao wameshindwa kuhudhuria siku hii ya leo, basi tutaweza kumaliza jengo letu, tutaweza kumaliza kanisa letu, na tutaimba haleluya kuu ya Pasaka ya mwakani tukiwa ndani ya miundo hii mbinu mipya yenye uwezo wa kuhodhi katika level ya chini waamini wasiopungua 700 na juu wasiopungua 120. Lakini tunajua peke yetu hatuwezi. Tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia ninyi ndugu jamaa na marafiki zetu. Ili tuweze kuwezeka, tunahitaji shilingi za Kitanzania milioni 500. Ndio maana tumeandaa hafla hii ili kuungana nanyi kukamilisha azma hii. Tunaomba kwa moyo mkunjufu mtuunge mkono kwa kazi hii njema sana na takatifu ya Bwana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote kwa majitoleo yenu. Mvua na jua sasa basi.